Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina anaitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu namna ya kufanya ili uweze kuondosha nuksi pamoja na mikosi na mabalaa yanayoandama maisha yako. Na nakuletea elimu namna ya kufanya ili uweze kuwa mtu wa mafanikio, upate fedha, upate pesa, upate mali, upate utajiri na upate msaada kutoka kwa viumbe waliokufa na waliopo hai, na upate msaada kwa binadamu mpaka kwa majini, mpaka kwa mizimu. Je, njia ipi rahisi namna ya kufanya ili uweze kuondosha nuksi na mikosi pamoja na mabalaa na uwe mtu wa mafanikio? Na kama ulikuwa unapitia dhiki, basi zile dhiki ziwe ni zenye kutoweka kwa haraka zaidi. Na kama ulikoga dawa kwa waganga ukashindikana, na kama ulitumia kila aina ya ndumba zikashindikana, basi ni njia rahisi sana. Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Inapofika siku ya Atwardi, siku ya Jumatano, siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil na Israel, ndiye siku ambayo aliumba nuru. Na kama na wewe unahitaji kuwa ni mtu mwenye nuru, uondokane na maisha ya dhiki, tafuta dawa inayofahamika kwa jina la mputika, weka pembeni. Kisha tafuta dawa inayofahamika kwa jina la mkanya au mwamba ngoma, kisha ichanganye pamoja na dawa ya mputika kidogo pale. Kisha tafuta tunda la mti wa mlahe, pia kwa nguo upate ule unga wake, changanya kwa pamoja pale katika dawa yako ya mkanya pamoja na mputika. Baada ya hapo, tafuta mti huu, kwa sisi Wanyaturu tunauita ni mlenda wa wima. Mti huu wa mlenda wa wima wachawi wanautumia sana kuwanasua wenzao wanapokuwa wamenaswa pale wanapoenda kuloga. Yaani mchawi ameenda kuloga alafu akanasa, mara nyingi wanatumia mlenda wa wima kwa ajili ya kujinasua. Na mlenda huu wa wima una uwezo mkubwa sana wa kuvunja maagano ya kishetani na maagano ya kichawi na uchawi wa kibinadamu pamoja na sihiri za kibinadamu pamoja na za kijini. Na mlenda huu wa wima kwa sisi Wanyaturu wa Singida tunautumia kama mboga, lakini una kazi nyingi sana na una uwezo mkubwa sana wa kuua sihiri na uchawi mwilini uliolishwa, na una mambo mengi sana, na nitakuja kutengea kipindi maalum na nitauelezea mlenda wa wima. Sisi tunauitaga ihonda. Utachukua majani yake ya mlenda wa wima pamoja na mzizi wake, twanga upate ule unga wake, changanya kwa pamoja katika dawa ya mputika pamoja na mkanya au mwamba ngoma pamoja na ule unga wa tunda la mti wa mlahe, changanya kwa pamoja upate dawa ya aina moja. Kisha chukua dhafarani na miski ya unga kidogo tu, changanya kwa pamoja na ile dhafarani. Kisha katafute kijiti kinachotokana na mti wa mvumanyuki, kichonge vizuri na kiwembe iwe kama ni peni. Kile kijiti ndio uandikie kombe lako katika karatasi nyeupe pale. Utaandika dua hii katika karatasi nyeupe, na baada ya kuandika hiyo dua, kwa chini utaandika saini ya Hatam Suleiman. Kisha utaandika na jina lako na jina la mamako mzazi. Kwa wewe mtu ambaye unahitaji kupata mafanikio,
unahitaji kuondosha vifungo, unahitaji kuondosha sihiri na hasad za kibinadamu pamoja na za kijini, au unahitaji msaada kutoka kwa viumbe, kwa majini, kwa mizimu, unahitaji kuwa mtu wa mafanikio au upate utajiri wa kimiujiza na ufungue nguvu zako za kiroho. Na wakati unaandika dua hii katika siku ya Atwardi, siku ya Jumatano, siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba nuru, utakuwa unasoma utajo huu mpaka utakapokuwa umemaliza kuandika dua hii, ya aliyu ya adhim, ya aliyu ya adhim. Baada ya kumaliza kuiandika tarasimu hii, utaelekea moja kwa moja, namaanisha makaburini. Kabla ya kuingia katika makaburi, utasoma Suratul Fath mara 7, kisha tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha toa salamu kwa wale waliozikwa. Baada ya hapo, chagua kaburi lolote ambalo nafsi yako utaona kwamba inakutuma uweze kulifukua ile kaburi. Wakati unafukua, utakuwa unatia nia: enyi mliolala hapa, na imani katika makaburi haya wamezikwa watu wakubwa, matajiri pamoja na watu maskini, wamezikwa watu wa aina mbalimbali, wamezikwa masharifu, wamezikwa waganga wakuu, wamezikwa viongozi, wamezikwa watu wenye madaraka na watu ambao hawana madaraka. Na mimi nahitaji kupitia eneo hili la watu tofauti waliozikwa, basi nahitaji nipate nguvu kutoka kwa viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waliozikwa hapa. Tia nia, kisha tafuta karatasi lako la lailoni, ifunge kwa ndani, izike katika kaburi kwa muda wa siku 7. Baada ya siku 7 kupita, ile siku ya 8 utarudi tena katika kaburi lako. Kabla ya kuingia katika makaburi, toa salamu, soma Suratul Fath tena mara 7, kisha toa salamu katika makaburi. Ingia katika ile kaburi ambako umezika tarasimu yako, kaitoa ile tarasimu, rudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani, tafuta maji safi, aidha ndoo ya lita 10, loweka ile tarasimu yako. Baada ya kuloweka, tumia kunywa kwa manuizo kwa muda wa siku 14, na kuchota ile maji kidogo unachanganya na maji mengine, unakoga kwa manuizo. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaondokana na mikosi ambayo ilikuwa inakuandama. Na kama ulikuwa ni mtu ambaye unapitia dhiki, unapitia mitihani, umesoma lakini hupati kazi, basi hakika utapata kazi kama utaamini kupata kazi. Na kama wewe ndoto yako ni kuwa tajiri, basi hakika utapata utajiri katika njia za miujiza. Utashangaa tu kila unalolifanya la kuwa ni lenye kufanikiwa na riziki zako zitakuwa ni nyingi sana. Na kama ulikuwa sio mtu mwenye kupendeka, basi utapendeka na kuheshimika. Haya ni maajabu ya dua hii ambayo nimekuelekeza, yenye saini ya Hatam Suleiman, pamoja na dawa ya mwamba ngoma, na maanisha mkanya, pamoja na dawa ya mputika, pamoja na tunda la mti wa mlahe, pamoja pia na mti wa mlenda wima. Kwa sisi wa Nyaturu tunaita mlenda wa wima, tunatengenezea gaihonda, yani mlenda. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukifanya kwa yakini ya dhati, unahitaji kuondosha vifungo, kuondosha uchawi, kuondosha sihiri, kuondosha nuksi zilizoshindikana. Kama ulikoga dawa na dawa, basi hakika itakuwa ndo siku yako ya mwisho na utapata mafanikio na utapata huruma kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utapata msaada kutoka kwa mizimu ya mababu na mababu wenye nguvu na majini wenye nguvu, pamoja na viumbe vinavyoonekana na visivyoonekana. Kama unavyoiona hapa, hii ni ofisi yangu Daktari Musa. Nina kila aina za dawa mbalimbali. Kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, dawa za kusafisha nyota na kupandisha nyota, na dawa za kuondosha nuksi ambazo zinakuandama katika maisha yako, na unahitaji pia kuwa mtu wa mafanikio, na pia nina kila aina za dawa za kutibu maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete za bahati, pete original zenye kuendana na ufalme wa nyota yako,
au unahitaji pete za majini, pete zilizofanyiwa kafara za wanyama? Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona hapa Daktari Musa unavyomiliki mamilioni ya fedha? Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa kupitia namba, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255 784 120 592, na kama ni mara ya kwanza kuungana nami usisite kubonyeza neno lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.